Wow, karibu katika Movie Recap, na siku leo tunaendelea katika eneo la 4 pale ambapo tulikuwa tumeishia katika eneo la kwanza, la pili na la tatu. Sasa kama bado hujavitazama vipande hivyo, hakikisha unagusa hicho kipop up kinachojitokeza upande wa kulia sasa hivi. Basi utakapogusa hicho moja kwa moja itakupeleka katika kutazama vipande vya nyuma ili uweze kusonga nasi katika eneo hili la 4. Asante sana. Tunasonga mbele. Hasa wakiwa katika ofisi ya mkuu wa chuo, akaendelea kumlaumu Fang Yu kwa kumwambia kwamba kwa nini uliandaa mpambano na Min Tiang pasipo kumshirikisha? Alafu nawe Min Tiang, umejiunga katika chuo cha michezo, kwa nini ulikuwa unakataa kushiriki masuala ya mapigano? Unatakiwa kujifunza kwa juhudi ili uweze kuwa bora na uweze kupigana. Hilo halipingiki. Alafu masuala ya kutishia kila wakati kwamba utaama chuo hairuhusiwi kabisa, na kamwe sitowahi kukupa uhamisho kuhama katika chuo hiki. Mwalimu mkuu akawa amekasirika sana na kutoa oda yake kwamba Min Tiang anatakiwa kufanya mazoezi kwa juhudi kuhakikisha kwamba anajua ngumi ili siku moja aweze kupigana na Fang Yu, kwani katika chuo hichi cha michezo hakuna namna yoyote, lazima aweze kushiriki mambo hayo. Na mkuu wa chuo kuonesha kwamba yuko serious katika jambo hili, basi akawapa adhabu ya kwenda kusafisha swimming pool ambayo imegeuka kuwa kifugio cha samaki. Basi msimamizi akafika kwenda kutazama shughuli hii inaendaje. Walipoanza kufanya usafi, bibi Fang alikuwa amekasirika sana, anabrusha maji ovyo ovyo akawa anamwagikia mwamba. Jamaa akawa anamwangalia msimamizi kama anaweza kuzungumza neno lolote, lakini msimamizi naye alikuwa busy tu. Ikabidi Min Tiang naye alipe kisasi. Wakati huo akaendelea kumwagiana maji, msimamizi alikuwa yuko kimya tu wakati wote. Mwisho wa siku akatoa maamuzi yake kwa kusema kwamba kwa sababu nilikuwa nimwapatia adhabu na nyinyi mnaona kama mchezo, ikabidi kuwafunga miguu wote wawili, na hapa akawaambia wafanye kazi wakiwa wako pamoja kabisa. Kufungwa kwao miguu ikaongeza ugumu wa kazi, wakajikuta wanafanya kazi kwa ugumu zaidi. Mwisho wa siku akapata wazo kuwa kila unaporusha hatua moja basi turushe kwa usawa ili kazi iweze kwenda. Basi jaribu kuendelea kufanya hivyo, na mwisho wa siku kazi yao ikawa imefanikiwa. Wakiwa wamechoka sana, wakajilaza katika mabenchi yanayokuwa kando kidogo ya swimming pool. Hasa nyakati hizo mwamba akiwa amejiegamisha hapa, alikuwa amechoka sana na usingizi ukawa umemchukua. Bidada Fang Yu alikuwa akimtazama sana mwamba, akaanza kuvutiwa naye. Yaani mwamba anaonekana ni mzuri kweli kweli. Mwisho wa siku akatamani hata kumshika, lakini alipokuwa tu anataka kumgusa, mwamba akawa ameamka kutoka katika usingizi. Akamwambia samahani, kulikuwa kuna kama nzi hivi kwa maeneo haya. Wakajikuta wanatazamana kimahaba, kitu ambacho kikamfanya Fang kujikuta tu anaona aibu, na akaondoka katika eneo hilo haraka sana. Jamaa akiwa anamtazama bibi anaondoka, alihisi labda huyu mtu kwa sababu ni mtu wa boxing, labda alikuwa anataka kumpiga kolomeo lake. Yaani jamaa akafikiria mambo ya ajabu tofauti na bibi alichokuwa anafikiria. Bidada Xiaomi baada ya kupigwa siku ile katika ulingo, hakulizika kabisa. Akaamua kumfuata mwamba katika chuo anachosoma, na hapa akamwambia kwamba anahitaji warudie ule mpambano wa siku ile. Mwamba alikuwa ananoma, akamwambia haina shida yoyote, yani wewe uwe tayari tu, usiwe tayari, mimi niko tayari wakati wote naweza nikakudunda. Basi bidada akasema kwamba siku ile nipiga kwa sababu zile gloves ambazo nilikuwa nimevaa zilikuwa sio za kutokea katika shule yetu, leo nimekuja nazo za kwangu. Akawa anafungua mfuko wake ili aweze kuzivaa, lakini bahati mbaya ni kwamba akahisi kana kwamba kuna kichomi nyuma ya mgongo wake. Mwamba akamfuata na kumwambia kuwa nilijua tu ni dhaifu, haukujiandaa kwa ajili ya mapigano, kwa hiyo sihitaji kupigana na wewe tena kwa wakati huu, nisije nikakuua bwana. Bibi alipotoka katika eneo lile la gym, mwamba alimkimbilia haraka sana. Alijua tu shida hichi kichomi imetokana na baridi, hivyo aliwahi hapa aliweza kupatiwa kofia moto kabisa. Lengo ni kwamba aweze kupoza kile kichomi kilichokuwa kinamsumbua. Akamwambia kuwa wewe sio type yangu na kamwe usije ukasubutu kuingia katika njia yangu. Bibi baada ya kuambiwa maneno haya alikasirika sana, lakini mwisho wa siku akajikuta anatabasamu tu, kwani hakutegemea kuona kwamba mwamba angekuwa ni mstaarabu na mkarimu kiasi kile. Fang Yu mara baada ya kumtazama mwamba Min Tiang, picha yake ikawa imekaa kichwani pake. Kila wakati akawa amini yale yote anayoyakumbuka. Akaanza kujilaumu na kujishangaa, hivi mimi nina nini? Ama nina upendo ama nishaanza kumpenda mtu huyu? Akawa anafikiria sana imekuaje? Mbona ni kama moyo wake sasa umeanza kumpenda mwamba Min Tiang? Leo mwamba Min Tiang akiwa katika maeneo ya mall kwenda kufanya shopping, akakutana na mtu ambaye alikuwa na uadui naye kutoka akiwa mdogo. Huyu mwamba anafahamika kama Fei Li. Basi jamaa alipomuona tu akaanza kujitolea maneno ya kujigamba kwa kusema kwamba sasa hivi mimi ni mshindi katika chuo chetu, naongoza katika mapigano, hivyo basi nahitaji mapambano na wewe. Lakini hawa watoto hawakutamani kabisa kuendelea kusikia maongezi yao. Mtoto huyu akaanza kumpiga mwamba. Mwamba akasema na ugomvi na kaka yako, lakini bado jamaa hakutaka kabisa ugomvi kati yake yeye na Fei Li. Dogo wa mwisho wa Min Tiang akapata ujasiri na kwenda kuanza kumshambulia mwamba. Jamaa akaenda akamkamata vibaya yule dogo na kumwambia kuwa Min Tiang hauna ujasiri kuliko mdogo wako, yani mdogo wako anajiamini kuliko wewe. Uko vipi wewe? Fei Li baada ya kuona Min Tiang kuwa ni dhaifu kiasi kile, akamwambia kuwa ili nimwachilie mdogo wako basi unatakiwa kupiga magoti. Lakini mwamba Min Tiang akasema hawezi kupigana naye kabisa, bora hatapige magoti na kuomba msamaha. Ikabidi mwamba apige magoti. Hatua ya mwisho jamaa akamkanyaga na kuweza kupitiliza, akamwachia mdogo wake. Nyakati za usiku mwamba anawaza sana, haamini aliweza kutokea nyakati za mchana kwa amezalilishwa mbele ya mdogo wake.
wake. Sasa bahati mbaya au nzuri, dogo akawa ameingia naye akaanza kutia lawama zake kwa kusema kwamba blaza, umeniangusha sana, yani unapigwa na mtu mbele yetu, mimi nimejitahidi angalau nikusaidia lakini bado mambo yameshindikana. Mintian akamwambia mdogo wake kuwa sio kwamba hawezi kupigana, lakini anajaribu kujilinda na kujizuia kwa kila wakati anapohisi hali ya kupigana, kwani baba yake mzazi aliweza kusababisha madhara makubwa sana kwa mtu aliyekuwa akipigana naye hata kumpelekea umauti. Lakini pia jambo hilo likapelekea baba hao kuwa mlevi sana na mamake ndio akaondoka hapa nyumbani. Kwa hiyo sio kwamba kaka hapendi kupigana, bali ana sababu maalum za kutokufanya hivyo. Na siku nyingine mdogo wangu usisubutu kunipazia sauti, sawa? Kisha dogo akawa ameondoka. Brother kama ametoa yote moyoni mwake. Mwamba Mintian akakumbuka kuwa bibi Fang Yu alikuwa amemwomba kujiunga na timu ya mapigano. Sasa akaona huu ni wakati sahihi au sio wakati sahihi. Hatukujua jibu ni lipi, lakini baadaye tunaonyeshwa katika kikundi hiki cha watu wanaojifunza mazoezi kwa ajili ya mambo ya mapigano. Leo San amekuja kujiunga. Ikumbuke kwamba anapenda sana sifa mwamba huyu. Akajipaka mafuta mwili mzima eti ili aweze kung'aa. Basi baadaye bana kuna bidada akawa ameingia hapa ndani na kuanza kushangaa. Hivi wewe umejipakaje mafuta hivyo? Utafikiri shetani wa mafuta. Kabidi kumwambia, "Kwa nini mnampenda sana Mintian kuliko mimi?" Wakamwambia Mintian kwa sababu ni wa kipekee, tofauti kabisa na mpuuzi wewe. Alafu kitu kingine, tunampenda Mintian kwa sababu kwanza ni wa kwanza kuingia katika chuo na wewe ni wa pili. Kwa hiyo utakuja kupenda baadaye. Uwe mvumilivu tu. Kitu kingine bana, usifanye sana mazoezi, utakuja kuwa na nguvu, utaanza kukuogopa. Tunampenda Mintian kwa sababu ni dhaifu na tunatamani kumlinda. Kwa hiyo vitu kama hivyo unatakiwa kuvizingatia pia. Alafu bibi akaongezea kwa kumwambia San kwamba ujifute mafuta yote kwenye mwili wako, alafu hapo chini hakisha unapasafisha. Basi mwamba akafanya haraka sana kutaka kuanza kusafisha. Bahati mbaya akawa yeye ndo wa kwanza kuanza kuteleza na kuanguka chini. Bibi alicheka sana. Siku ya leo tunaonyeshwa ndani ya ukumbi wa ngumi. Sasa bahati mbaya au nzuri tunaonyeshwa mwamba San akiwa yuko na mwenzake Mintian. Wote hao wamejiunga ndani ya klabu hii ya mapambano. Sasa mwamba akawa anafundisha na kusema kwamba katika mchezo wa ngumi tunahitaji kushirikiana, lakini pia unapaswa kujiamini sana unapokumbana na adui yako. Akamuita bibi Fang na kusema kwamba yeyote ambaye yuko tayari kupigana na Fang ili kuonesha ujasiri wake ajitokeze, lakini hakuna mwanafunzi aliyeweza kujitokeza. Basi bwana San akajipendekeza na kusema kwamba yuko tayari kuonesha uwezo wake. Kabla hata hajarusha ngumi yoyote ile akajikuta yuko ardhini na tayari anaona maruweruwe tu. Baadaye mwalimu akatangaza nafasi nyingine. Jamani, nani ambaye yuko tayari kujaribu? Sasa mwamba kuona kwamba amezalilishwa hatua ya kwanza, akaona jaribu tena huenda angeshinda, lakini bado mwamba akachezea vibaya mno. Mwamba akajikuta yuko hoi. Bibi akaibuka kuwa mshindi tena kwa mara nyingine. Ikawa ni ngumu tena mambo haya kuwezekana. Kabidi bana mambo yailishwe mpaka siku nyingine. Baada muda kidogo alionekana Somi pamoja na Fang Yu wakiwa bize sana kujisomea vitabu. Kumbe ni vitabu vya saikolojia. Wanawaza ni kwa namna gani wanaweza kumshawishi Mintian kuweza kuingia katika masuala mazima ya michezo ya boxing. Na kila wakati wanawaza huyu jamaa tutamshawishi vipi lengo tuweze kupigana naye. Sasa wakati wanaendelea kusoma, kwa bahati nzuri wakawa wameona Mintian. Hasa yule bibi Gumia ambaye huwa anampenda sana Mintian akanyoka moja kwa moja kwa Mintian na kuanza kuongea naye, kitu ambacho hawa wawili hawakutaka kabisa kuongea na Mintian. Kwanza wakaanza kumkimbia. Sasa mwamba kana anashangaa, mbona kama wananikimbia hawa? Kumbe lengo lao wamalize kwanza kusoma vitabu vya kushawishi mtu ili wanapokuja kuongea naye wamshawishi kirahisi na yeye aweze kujiunga na mchezo wa boxing. Mwamba kanyoka nao na kukimbia. Kumbe ana speed hata kuliko wao. Akafika mbele yao na hapa wakaanza kushangaa. Akachukua karatasi moja akamwambia kwamba nipo tayari kujifunza mchezo wa ngumi na niko tayari hata kupigana na huyo msichana wenu ambaye mnasema ni mshindi wa chuo, kwa sababu sasa hivi nimezamilia kuingia ndani ya mchezo. Basi mabibi walifurahi sana kuona kwamba Mintian amekubali kuingia ndani ya mchezo wa boxing na yuko tayari kupigana na bibi Fang Yu. Swali ni kuwa, je, atafanikiwa kumtakaza bibi Fang Yu? Hili ni swali ambalo linahitaji majibu. Kama unataka kuona sehemu inayofuatia, basi unaweza kugusa hiyo inayojitokeza hapo juu. Lakini kubwa zaidi nikumbushe tu kwamba nina bonge la movie ambalo nalitoa kwa ofa ya shilingi 2000. Hebu sikiliza tangazo lake. Bwana, sasa hii bwana ina vipande 9 tu. Sasa wakati unaendelea kusubiria likapi yetu, ukiwa unaitazama hii utakuwa umetisha sana. Unapata kwa mtonyo wa shilingi 2000, unakuja kwenye nambari ya M-Pesa kama unavyoweza kuiona juu hapo. Lakini baada ya kulipia unakuja katika nambari yangu ya WhatsApp hiyo hapo chini, alafu moja kwa moja unaenda kutumia mzigo haraka sana ikiwa na vipande 9 vya moto. Yani ni movie kali sana kama ambavyo mweza kuona katika tangazo. Tukutane katika episode inayofuatia ya likapi yetu. Lakini wote mnaoitamani movie hii, basi njoeni WhatsApp sasa hivi iweze kuwatumia.